hivyo. Neema, kwa mfano sasa kuna binti nyumbani kashafika labda umri wa kupata mwenza. Anakuja anakuletea huyo, ukimwangalia baba mko unaona ule muonekano tu akiwa wa mbele kwamba mama unajua ndoa na nani anajitafuta. Alafu kuna mwingine labda unamuona kabisa huyu anafanya kazi sehemu fulani, huyu anafanya kazi sehemu fulani ambayo inaeleweka, unajua hapa mshahara upata kama ule. Yaani ndio mfano kwa kuletea wawili. Hebu niambie. Mimi kwa tafakari yangu, manake hapo basi tutakuwa hatuangalii mapenzi, maana tutakuwa tunaangalia pesa. Ni kweli kuna msemo unasema pesa sabuni ya roho. Pamoja na kwamba pesa sabuni ya roho, lakini pesa sio kwamba ndio ifanye watu wengine wasiwe na haki ya kumpenda mtu, au ya kuwa na mahaba na mtu. Au ya kuwa na nafasi ya yeye ya kuwa na familia au kuwa na uhusiano eti tu kwa sababu ana pesa. Kwa kipande hicho kidogo alichojaliwa kuwa nacho, hata kama sio mahela mengi hayo ambayo yanafikiriwa hivyo, basi na yeye apate ruksa jamani ya kumpenda mtu, ya kuwa kwenye mahusiano na mtu, ya kuwa kwenye ndoa na mtu, kwa hicho anachojaliwa kuwa nacho. Ingawa tuwe wa kweli, tuwe wa wazi. Yaani tusipepese maneno sana ikaonekana kama tunazunguka. Jamani, pesa nayo ina nafasi yake. Ndio. Inayo nafasi vizuri tu katika kuboresha. Inaweza ikatakatisha vizuri, maboresho yakawa mazuri. Kama ni ndoa ukaiona imestawi. Ingawa wakati mwingine pia unaweza ukaona hii pesa inaweza kaleta shida wakati mwingine. Pesa nayo ikiwepo inaweza kaleta tafrani, ikiwa nyingi au ikiwa chache. Ikiwa nyingi nao ikizidi kile kiwango. Hata kama sio kuzidi kiwango kutokana na mtu alivyo, au pengine kutokana na utafutaji au na upataji wenyewe wa hiyo riziki au hiyo baraka. Sio kwamba eti ndio labda inaweza kudumisha. Inaweza pia ikavuruga vile vile. Kukawa hakuna kujenga tena. Yaani ile ikafanya mambo yakawa tofauti. Kwa mfano, mimi Neema niko kwenye ndoa na mtu. Na katika kuanza kwetu kama ulivyosema, na mimi nilipeleka mtu hivyo labda nikawaambia wazazi, jamani ndio hivyo, huyu mimi ndio mridhia, naomba nanyi wazazi mridhie kwa shida hiyo na raha zake, mimi nimekubali, nimedondoka, naye nimemuelewa hivi alivyo. Basi wazazi nao si neno, basi nendeni mkaanze. Wakafanya busara, ukaenda. Sasa katika kutafuta kwenu, katika maisha mambo yakaendelea, mkaanza kujipata sasa. Maana kuna kujipata afu mnajipata kweli kweli. Sasa kule kujipata kweli kweli kunaweza kuwa kuna mambo mawili. Aidha mkanogesha zaidi, kwa maana ya kutengeneza hiyo ndoa yenu ikawa vizuri, au ikatokea mambo ya kuharibika sasa. Kwa maana pesa imeingia, imekuwa kama mdudu, imekuwa kama shetani. Ndio anaharibu. Maana sasa inakuwa hakuna masikilizano. Kila mtu anachukua jeuri ya pesa kuona kama ndio fimbo kumchapia mwingine. Au huyu sasa anaitumia vibaya. Maana mmejaliwa hiyo riski lakini mnatumia vibaya. Sasa unaona sasa yule mlotengeneza pamoja unamuona si chochote, si lolote. Wengine wanafika mahali anakuambia mimi naenda kutafuta msomi mwenzangu bwana. Mama ipata tayari. FM